Habari za muda huu, imani yangu buheri wa afya, na moja kwa moja ni kukaribisha katika taarifa ya habari ya jioni ya leo, ambako tunaangazia huko katika uwanja wa kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako takriban watu 37 wamefariki dunia na wengine 26 kujeruhiwa kufuatia mapigano ya risasi kati ya wapiganaji wa Wazalendo, wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa Burundi katika mji wa Sange, wilaya ya Uvira, usiku wa Jumapili tarehe 7 Disemba mwaka 2025. Maafisa wa kigeni na wandani wa eneo hilo wameripoti kwa vurugu zilianza wakati kundi la wanajeshi waliokuwa wakirejea kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Luvungi, Rubarika na maeneo mengine ya tambarare ya Ruzizi walipokuwa wakijaribu kuvuka daraja la Sange kuelekea mji wa Uvira, ambapo walipofika eneo hilo walikutana na kizuizi kilichowekwa na wanajeshi wenzao wa FARDC wakishirikiana na wapiganaji wa Wazalendo, ambapo mapigano makali ya risasi yaliibuka majira saa 11 jioni hadi asubuhi ya Jumatatu tarehe 8 Disemba, huku miili 36 ya waliouawa ikiwa bado imebaki katika eneo la katikati ya mji wa Sange. Kati ya majeruhi wanajeshi 6 ni raia wa Burundi, kwa mujibu wa kiongozi wa eneo hilo. Taarifa zinaonyesha kuwa wengine 5 waliachiliwa kutoka hospitali, huku waliobaki wakiendelea kupatiwa matibabu katika kituo cha afya kisicho na dawa na ambacho wahudumu wake wapo kwenye mgomo. Ni muuguzi mmoja ndiye aliyekubali kujitolea kuwahudumia majeruhi wote. Wahudumu wengine wote wapo kwenye mgomo. Kwa bahati mbaya, hakuna vifaa vya kutosha. Tumewasiliana na ICRC, lakini hadi sasa hatujapokea chochote. Hata miili ipo pale pale. Tunatarajia kuizika jioni hii iwapo hali itatengemaa, alisema kiongozi mmoja wa kijamii wa eneo hilo akizungumza na Radio Maendeleo. Hadi sasa hali imetulia kiasi katika eneo hilo baada ya makabiliano ya Jumapili usiku iliendelea bila matokeo makubwa. Na asubuhi ya leo tarehe 8 Disemba, taarifa zinabainisha wimbi kubwa la wakazi wakihama makazi yao katika maeneo ya juu ya Sange, hasa Kabunambo na Ndiba. Milio ya mabomu na bunduki nzito na nyepesi imeendelea kusikika mapema leo. Taarifa zinaonyesha kuwa ni wanajeshi wa FARDC wanaojaribu kuelekea mji wa Uvira, wanaoendelea kupambana na wenzao pamoja na Wazalendo ambao wanawazuia warudi na waungane ili kukabiliana na jeshi la M23. Kulingana na maafisa wa Luberizi na Sange, wanajeshi waliokuwa wakitoroka mstari wa mbele waliwekewa kiziwizi na wenzao wakishirikiana na Wazalendo ili kuwalazimisha kusimama na kuzuia kuendelea kusonga mbele kwa wapiganaji wa AFC M23. Kwa ujumla, hali imekuwa ya mvutano katika tambarare ya Ruzizi kwa zaidi ya siku moja, hasa katika maeneo ya Luvungi, Luberizi, Lubarika, Sange, Bwegera na Kabunambo, wilaya ya Uvira. Kutoka Luvungi hadi Sange, maelfu ya wakazi wameonekana wakikusanyika kando ya mto Ruzizi wakiangalia upande wa Chibitoke na Gasenyi, Burundi. Wengine tayari wamevuka mpakani kuingia Burundi, huku wengine wakihamia Uvira au vijiji vya mbali ndani ya tambarare ya Ruzizi. Maafisa wa tambarare ya Ruzizi wamesema kuwa hali ya sasa ni ya tahadhari na wanaendelea kushirikiana na vyombo vya usalama ili kulinda wakazi na kudhibiti vurugu zinazoweza kuibuka. Mimi ni Abdul Juma, hii ni Dems Media. Nikuombe kusubscribe, lakini pia usikose kuacha maoni yako baada ya taarifa hii. Sambazia wengine ili wapate ujumbe.